Ni kwa nini maaskofu huzikwa ndani ya kanisa? Hili ni swali ambalo siku za hivi karibuni na kwa namna ya kipekee mwaka 2026 limejitokeza mara kadhaa. Tarehe 28 ya mwezi wa pili ya mwaka 2026 katika kanisa dogo la kituo cha Ijapugu, Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, alizikwa Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo aliyekuwa askofu mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam kuanzia tarehe 22 mwezi Julai ya mwaka 1992 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 8 ya mwaka 2019. Lakini pia tarehe 22 ya mwezi wa 4 ya mwaka 2026 katika kanisa kuu la Roho Mtakatifu Kondoa alizikwa Mhashamu Bernardine Francis Mfumbusa, alikuwa askofu wa kwanza na mwanzilishi wa Jimbo Katoliki Kondoa. Ni kwa nini maaskofu huzikwa ndani ya makanisa? Sheria ya kanisa namba 1242 inatoa ruhusa ya maaskofu kuzikwa ndani ya kanisa. Ni ishara inaonyesha kwa ukaribu zaidi kwamba maaskofu kama wachungaji wa kanisa wanaendelea kulichunga kanisa hata baada ya kifo chao kwa sala na maombezi yao kwa kanisa waliokuwa wakilihudumia. Maisha ya askofu yanahusishwa sana na kanisa. Kuzikwa ndani ya kanisa inaonyesha kuwa hata baada ya kifo chao bado yuko katika familia ya waamini. Ni heshima kwa huduma yao ya kiroho. Askofu ni kiongozi mkuu wa kiroho katika jimbo. Hivyo, kuzikwa kanisani ni ishara ya kuthamini mchango wake katika kuliongoza kanisa la Mungu. Ni ushuhuda wa imani. Kaburi lake ndani ya kanisa huwa kama ushuhuda wa imani kwa waumini, linawakumbusha juu ya maisha ya huduma, kujitoa na uaminifu kwa Mungu. Ni utamaduni wa muda mrefu katika kanisa Katoliki kuwazika viongozi wakuu, hasa maaskofu, ndani au karibu na kanisa na hasa katika kanisa kuu. Je, umejifunza chochote kutokana na makala hii fupi ya kwa nini maaskofu huzikwa ndani ya makanisa? Kama jibu ni ndio, niandikie hapo chini kwenye comments. Mimi ni Eric Pasco Jr, nyuma ya kamera ni ndugu yangu Kelvin.